Udahlah, mana ada waktu sih gue pakai sibuk memasukkan barang ke dalam mobil. Lo mau hidup senang? Hivyo tunaanza na wanandoa Kiki na Ronald ambao wanahamia nyumba yao mpya. Hawa wanandoa walikuwa wanapendana kweli kweli. Hawa wanandoa walikuwa na mtoto mmoja wa kike. Moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinaendelea baina yao ambacho mke wa huyu mwanaume alikuwa ajui kwamba Ronald alikuwa ni mgonjwa na alikuwa na uficha huo ugonjwa wake. Mshikaji alijitahidi sana kujionyesha kwamba yuko sawa. Sasa baada ya mihangaiko ya kuhama, wakawa wanapiga stori. Mme akawa amemuuliza mke wake kwamba mimi ni kifo wa kwanza, wewe utolewa na mtu mwingine? Mwanamke akamuuliza kufa wa kwanza, mimi ikitokea mimi ndo nimekufa na wewe ukabaki? Wakaanza kuwa wanabishana, mimi ndo nitakufa wa kwanza, mimi nitakufa wa kwanza. Mwanaume akasema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba yeye ndiye akawa mtu wa kwanza kufariki. Kiki akasema kwamba hawezi kufikiria kabisa kuishi maisha bila mme wake. Sasa ukiwa anaendelea na stori, mwanaume ugonjwa wake ulikuwa umemshika hapo hapo, aisee, mbele ya mke wake. Mke wake alikuwa ametapatapa sana, akawa amelia kwa uchungu. Kumbe mwanaume alikuwa analeta utani. Mwanamke alikuwa amekataa kabisa huo utani, hakutaka kabisa huo utani uendelee wa design hiyo, hakuwa amependezwa nao. Siku iliyofuata kazini, Ronald alikuwa anafikiria kuacha kazi. Sasa kuna mfanyakazi mwingine akawa anamshauri asifanye hivyo. Mara bosi wao alikuwa amefika hapo, akamfokea sana mshikaji kwa hasira, anasema kwamba ni miezi 6 imepita, hajaweza kabisa kufikia malengo yake katika kazi hiyo. Unafanya nini hapa? Hutakiwi kujitetea kabisa. Kwenye hii kampuni imekupa muda ujirekebishi, kama huwezi andika barua ya kuacha kazi. Mshikaji akaona alikuwa anatafuta sana huu uchochoro, akamwambia bosi wake kwamba hamna haja ya kusubiri, mimi ndo naacha kazi leo. Bosi akawa amekaa kimya tu. Sasa baada ya kurudi nyumbani, wakiwa kando, yeye pamoja na mke wake wanapiga stori, huku na mtoto wao Bunga anacheza. Ronald akawa ametumia muda huu kumweleza mke wake kwamba ameacha kazi rasmi. Kiki alipokea habari hizo kwa utulivu kabisa, bila kuonyesha wasiwasi wa aina yote. Akamwambia kwamba maadamu wewe uko pamoja na mimi, upo kando yangu, wewe ni muhimu sana kuliko kazi. Binti akawa amempa maneno ya kumfariji sana mme wake, kumwondoa wasiwasi katika jambo hilo. Binti yao Bunga sasa muda huo alikuwa anacheza kando ya ziwa, akawa amezama maji. Bahati mbaya baba yake mara moja akawa ameingia ndani ya maji na kumuokoa binti huyo, lakini sasa binti alikuwa hajarejelewa na ufahamu wake. Baba alihangaika kumrudisha binti katika maisha yake ya kawaida, na baada ya muda mfupi binti akawa amerudiwa na ufahamu wake kama kawaida. Baadaye wakiwa nyumbani wanapiga stori, binti akawa amemwambia baba yake kwamba anatamani sana kupata mdogo wake wa kiume ambaye atakuwa anamfundisha kuogelea na atakuwa anamlinda yeye katika masomo yake na sehemu yoyote ambayo atakapokuwa. Ombi hilo lilimfanya Ronald akae kimya kwanza, akamkumbatia kwa upendo. Kumbe mke wake alikuwa anasikiliza haya maongezi. Sasa mwanamke baada ya kuingia ndani akaona pete ya mme wake ilikuwa imevuliwa na imewekwa tu. Akienda kumuuliza, mbona umevua pete yako? Ronald akasema kwamba nilivua tu, lakini nilikuwa nimesahau kuivaa. Akawa ameomba radhi, mke wake alikuwa amemvisha tena hiyo pete. Mshikaji alikuwa anajivunia sana upendo wa mwanamke, anajivunia sana mwanamke huyu alikuwa ni mkarimu na ni mtu ambaye alikuwa anamtia moyo sana mahala ambapo yeye alikuwa anavuja. Basi ukawa amepiga stori 2-3 kwa upendo mkubwa sana. Muda mfupi baadaye ugonjwa wa Ronald ukawa umerudi tena. Mwanzoni Kiki akawa amegeukia pembeni, akajua kabisa mume wake anamletea mzaha, lakini sasa mwanaume akawa ameanguka chini ghafla, akawa amepoteza fahamu baada ya Ronald kukimbizwa hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Akiwa na wanasayansi wakubwa hapo, walipambana sana kuokoa maisha ya mshikaji. Hata hivyo juhudi za madaktari hazikufanyikiwa kabisa kumwokoa Ronald. Mshikaji akawa amefariki. Kiki alilazimika kukubali huu ukweli kwamba mume wake amefariki dunia, kwa sababu kila kitu lazima kibadilike, kianze maisha mapya. Tangu kifo cha mume wake, Kiki alionekana kuwa ni mgumu sana kukubali hali hiyo. Alikwisha kumzoea mume wake na sasa analazimika kuishi yeye pamoja na mtoto wake tu, na jambo hili lilimtesa sana mwanamama huyu. Binti yake mara zote alikuwa akimuulizia baba yake yuko wapi. Mama ni kumweleza tu kwamba baba hayuko pamoja nasi. Binti maswali ni mengi sana, haya maswali yakawa yanamuumiza sana moyo mama yake. Sasa kulingana na tukio la kumpoteza mume wake, Kiki utendaji kazi wake pia ukaanza kushuka, mpaka akawa amepokea onyo kutoka kwa bosi wake. Anasema kwamba anatambua umefiwa na mume wako, lakini hilo sio tatizo. Kampuni ilikupa muda wa kutosha na sasa unatakiwa kurudi kazini. Akili yako inatakiwa kuwa kazini, hapa mapato yanaendelea kushuka. Management bado inaweza kukupa kipaumbele kwenye kufikia malengo yako ya mauzo. Muda mfupi baadaye, kuna mshikaji mmoja hapa anaitwa Jeff akawa amefika hapa, akajaribu sana kutumia muda kumfariji huyu binti, lakini huyu binti alikuwa hataki
kupata faraja zozote. Mshikaji kaja hapa na kikombe cha chokoleti ya maziwa kumweka binti awe sawa, lakini binti hakumpa ushirikiano wa aina yoyote. Mshikaji akasema kwamba kama utahitaji mtu yoyote wa kuzungumza naye, basi mimi niko hapa. Jamaa akawa maacha kikombe chake hapo na akawa ameondoka. Sasa huyo binti akawa amepata barua ya deni. Anaangalia barua ya deni, anakuta kwamba kuna benki inamdai rupia milioni 500, ni sawa na milioni 75 za Kitanzania, na benki hiyo inashinikiza ianze kulipwa malipo hayo mara moja. Siku iliyofuata mambo akaendelea kubuma. Gari la ofisi ambalo alikuwa anatumia mme wake Kiki likaamua kuja kuchukuliwa na kampuni husika. Sasa baada ya kuondoka tu hapo, yule mfanyakazi mwenzake na Kiki, yani Jeffrey, akawa amefika tena hapa nyumbani kwa Kiki akiwa na zawadi ya chokoleti, bila kujua kwamba mke wake alikuwa anamfuatilia huyo mshikaji. Na alipofika hapo akawa amewapiga kabisa na picha. Analaumu huyu mwanamke. Akawa amefika hapo moja kwa moja akaanza kumlaumu mwanamke Kiki. Anamwambia kwamba wewe unaharibu ndoa yangu. Akarusha maneno makali sana. Nikupe nini wewe mwanaume? Mbona mimi tangu nioe hujawahi kunipa zawadi kama hizi? Unakuja kumpa zawadi kama hizi huyu mwanamke ambaye ni mvunjifu wa ndoa za watu. Akamrushia kashfa nyingi sana huyu mwanamke. Anamwambia kwamba wewe unaonekana mtu mwema tu kwa mbali, lakini mtu akisogea wewe ni mchafu, kuchezea wanaume wa watu. Sasa binti anajiuliza haya mambo yametokea wapi? Mama yake Kiki ikabidi kuingilia hili jambo. Hata kama ingekuwa ni kweli unachokizungumza, ungeweza kuja hapa na ukazungumza kiustaarabu tu kuliko kupayuka haya mambo. Haya, ondoka hapa kabla sijapiga simu polisi. Mwanamke akasema anaondoka, lakini hili jambo halijaisha. Sasa sababu ya uvumi wa kwamba Kiki ametembea na mme wa mtu, aise, hizo habari zilikuwa zimetambaa. Sasa siku moja mama yake Kiki ikabidi kumshauri binti yake, akimwambia kwamba asijali sana maneno ya watu, lakini Kiki anaonyesha kabisa kutokushindwa kuzingatia mambo yake. Akawa anazingatia sana maneno ambayo yanasema huko nje. Sasa alipokuwa kwenye dimbwi la mawazo, mtoto wake akawa amefika hapo, anajaribu kumsemesha, lakini mama hisia zake ziko mbali sana. Katika kumsemesha mama, binti akawa amesababisha huyo mama akawa ameungua na maji. Huyu mama hasira zake zote alimbwatukia huyu mtoto wake bila kuwa na sababu ya aina yoyote, alimfokea sana. Sasa kwa bahati mbaya, wazazi wa mme wake marehemu wakawa wamefika hapo, wakawa wameshuhudia hili jambo, wakaona kabisa kama mtoto ananyanyaswa, hivyo wakaamua kumchukua mtoto Bunga na kwenda kuishi naye. Yani hapo unasikia tukio juu ya tukio. Mama akamfariji sana binti yake na kumpa maneno mengi sana ya kumtanguliza Mwenyezi Mungu ili kumtia nguvu, lakini ukweli ni kwamba Kiki mpaka sasa hivi hana imani yoyote juu ya Mwenyezi Mungu. Anaona kabisa Mungu kamtenga na amfanyie mambo leo mazuri yeye, yani yeye anaandawa na matukio tu. Binti ni kumlaumu Mwenyezi Mungu kila chocho. Anaona kabisa tangu mme wake kuondoka duniani maisha yake yamekuwa shagara bagara. Siku iliyofuata Kiki akatembelewa na rafiki yake. Huyu rafiki yake anaitwa Rahma, ni mwongeaji. Huyu kamletea zawadi Kiki. Moja kati ya kitu alichokuwa anakifanya, kwa sababu kapitiwa na matatizo, hataki kabisa hata faraja kutoka kwa mtu yoyote. Yani ni wale watu ambao ukicheka yeye anakuona wewe ni mnafiki. Rahma akajaribu sana kumfariji Kiki, akamwelezea mtazamo wake kuhusiana na tofauti kati ya tatizo pamoja na changamoto. Kulingana na Rahma, mara nyingi tatizo hutokana na malalamiko, lakini changamoto hufungua njia ili kupata majibu mengine zaidi. Kiki alikuwa hataki kabisa faraja ya mtu yoyote, anaona hizi ni stori za bla bla tu, hazina maana ya aina yoyote. Rahma akaonyesha utofauti kwamba yeye kwa sasa ni mtu mzima na tayari amekwisha kumjua Mwenyezi Mungu, ni tofauti na Rahma wa zamani. Ili jambo kidogo lilikuwa limemfanya binti awe interest kumsikiliza huyu mwenzake. Kwanza siku hizi Rahma umeanza kuvaa na hijabu, umeanza kuvaa lini? Rahma akasema kwamba saizi maisha yake yamebadilika sana. Huyu unayemwona sio Rahma wa zamani, huyu ni mwingine kabisa, ni Mungu tu ndo kamfanya ifike hapa. Sasa binti kwa mara ya kwanza kwa amecheka, basi wakawa wamepiga stori nyingi sana. Rahma akamwonyesha Kiki video za mhadhara wa ustazi ambaye yeye mara nyingi amekuwa akimfuatilia sana, na hayo mafundisho yamembadilisha yeye kwa kiasi kikubwa sana. Akawa anamsihi hata Kiki azingatie neno la Mwenyezi Mungu, afuatilie mafundisho, anaweza kubadilika na akarudi katika maisha yake ya zamani, ama hata kuliko hata wewe ya zamani. Usiache upendo wako ukupotoshe na kukuweka mbali na Mwenyezi Mungu. Binti Kiki baada ya kupata huu ujumbe ukawa umemvutia sana. Siku moja Rahma akawa amemwalika Kiki ampeleke kwenda kuhudhuria muhadhara ambao ulikuwa unaongozwa na ustazi ambaye yeye amesababisha yeye kubadilishwa maisha yake. Hata hivyo walipofika hapo, Kiki akakataa kabisa kushuka kwenye gari, akasema kwamba yeye atabaki ndani ya gari. Rafiki yake anashangaa, kwa nini ubaki kwenye gari? Kiki akasisitiza kwamba hayuko tayari saizi kwenda kuonana na mtu yoyote wala kumsikiliza mtu yoyote, yeye atakaa kwenye gari tu. Rahma kwa ameondoka hapo na kumwacha Kiki kwenye gari. Sasa ustazi alichokuwa anazungumza siku hiyo kilikuwa kinamlenga kabisa mtu kama Kiki. Alikuwa anaongelea habari za mwanamke ambaye amempoteza
kumpoteza mme wake ambaye alimpenda kwa dhati. Sasa hizi stori zilikuwa zinamfanya Kiki kwanza kuwa anatega sikio ili kusikiliza vizuri hicho kinachoongelewa na huyo ustazi. Binti taratibu akashusha kioo cha gari, akaanza kusikiliza. Binti polepole ikabidi kushuka, akaamua kujisogeza, akakaa kwa mbali, akakaa mlangoni huko. Baada ya tukio hilo kumalizika, Rama akamtambulisha Kiki kwa ustazi huyo. Kwa utulivu, ustazi akawa amemshauri Kiki kuhusiana na matatizo ambayo amekwisha kukabiliana nayo. Akamwambia kwamba miujiza inaweza kumtokea mtu pale tu ambapo anaamua kukubali mitihani ya maisha ambayo inamkuta katika moyo wake. Lazima kwanza yeye akubali hali hiyo ili maisha mengine yaendelee. Binti kiukweli alikuwa amekwisha kumkasirikia Mwenyezi Mungu, hataki kabisa hata kumsikia kuhusiana na habari zake. Sasa tangu siku hiyo binti akaamua kuanza kujirekebisha maisha yake. Sasa hawa ni moja kati ya watu ambao wanahitaji mabadiliko ya ghafla sana kwenye maisha yao. Yaani baada ya kurudi tu kwa Mwenyezi Mungu, siku chache baadaye binti akaanza kujiuliza, mbona kama hapati mabadiliko yoyote? Kashaanza kuchoka kuswali kwa sababu anaona kabisa hajibiwi. Rama akamkumbusha kwamba kuwa na subira. Miujiza ni mchakato, sio jambo ambalo linakuja bilivum. Hautakiwi kukata tamaa kabisa kwa sababu wewe umeswali kwa siku kadhaa, lakini unatakiwa kujua kwamba kuna watu wengine wako kwenye mfungo wa muda mrefu lakini bado hawajajibiwa. Kaa kwa kutulia, vumilia. Siku iliyofuata Jeffrey pamoja na mke wake wako wameitwa, wakawekwa kikaangoni, wanatakiwa waombe msamaha kwa kumchafua Kiki. Kitendo hicho kilisababishwa na mke wake Jeffrey kusambaza picha ambazo zikimtuhumu Kiki kutembea na mme wake. Jeffrey akawa amepewa onyo kali sana, akaambiwa kwamba likijirudia hili jambo hauna kazi na utafungwa. Mke wake akawa ameomba radhi sana kwa hichi kitendo na akawa amemwomba radhi sana binti Kiki. Binti Kiki hakuwa na jambo lolote moyoni mwake, akawa amemsamehe huyu mwanamke kwa sababu alikuwa hajui chochote, ulikuwa ni uvumi tu na haukuwa na ukweli wowote. Pengine huyu mwanamke alifanya hivyo kwa sababu ya wivu tu. Baada ya kutoka kazini, Kiki aliendelea kutembelewa na wadeni wake. Watu wanataka pesa tu. Safari hii Kiki akaomba muda mwingine zaidi ili alipe hilo deni. Kweli wadeni walikuwa wamempa siku. Akiwa kazini tena, bosi wake akaendelea kumfokea tu. Mauzo yanaendelea kushuka, haupo makini na kazi. Bla 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 bla. Hili jambo lilikuwa linamuumiza sana binti. Siku hiyo hiyo huyu bosi kaongea maneno ya kutosha hapa, na huyu bosi mwisho wa siku akawa amempa barua ya kumsimamisha kazi huyu binti. Alipotoka hapo, binti akaenda moja kwa moja kumtembelea mtoto wake. Baada ya kufika huku, akamwomba sana radhi binti yake kwa kuwa mbali na yeye, lakini mfanyakazi wa hiyo nyumba baada ya muda tu akawa amefika hapo na anamwambia kwamba Kiki, unatakiwa kuondoka haraka kwa sababu wazazi wa hii familia wanarudi, sio vizuri wewe kukukuta hapa. Sasa kwa nini? Ni kwa sababu huyu mfanyakazi alikuwa amekwisha kupewa maagizo kwamba hatakiwi mtu yoyote kuja kumtembelea Bunga eneo hilo, hususa ni mama yake Bunga. Sasa mfanyakazi alimpa nafasi hiyo kwa sababu huyu ni mama huyu mtoto, hivyo alitakiwa kumsalimia mtoto wake. Sasa Kiki kwa kuzingatia kuto kumharibia kazi huyo mfanyakazi, ilibidi kukubali aondoke hapo haraka. Siku iliyofuata Kiki akaenda kuzungumza na rafiki yake Rahma, akamwelezea matatizo yote yanayomsibu kuhusiana na yeye pamoja na mtoto wake kutenganishwa pamoja naye. Akasema kwamba anafikiria kufuata njia ya kisheria ili aende kumchukua mtoto wake akae pamoja naye, yuko mpweke sana. Rahma akamsihi sana mtegemee Mwenyezi Mungu, kisha akamwonyesha mawaidha mengine kutoka kwa Ustazi Nasi. Maneno yalikuwa yanamfanya binti aendelee kuwa mvumilivu kwa Mwenyezi Mungu. Miujiza ya Mwenyezi Mungu haiwezi kutokea kwa siku chache tu, ni jambo ambalo linatokea kwa muda sahihi. Baada ya hapo, Rama akamchukua Kiki. Baada ya kuona sasa Kiki amekuwa ni mtu ambaye anavunjika moyo sana kwa urahisi, akamchukua na kumpeleka kwenye chumba kimoja ambacho hakijawahi kutumika kwa muda mrefu sana ndani ya nyumba yake. Baada ya kufika hapo, Rama akaanza kusimulia maisha yake ya zamani. Rama akamwambia Kiki kwamba usione wewe ndio mwenye matatizo peke yako. Kwa huzuni akasema kwamba siku moja yeye na mme wake mpenzi walikuwa wanatoka supermarket walipokuwa bize kuweka mizigo ndani ya gari, bila kujua kwamba gari la mtoto wao lilianza kuseleleka na kuelekea barabarani. Walikuja kushtuka gari la mtoto limefika barabarani na likawa limegongwa na gari, na wakawa wamempoteza mtoto hapo hapo. Rama alipitia kipindi kigumu sana baada ya kumpoteza mtoto wake. Rama anaeleza kwamba uchungu wake ndani ya moyo wake haukukaa kwa siku chache, ulikaa kwa muda mrefu sana, na hicho chumba kilifungwa kwa sababu alishindwa kabisa kuhimili. Kila anapoingia katika hiki chumba alimkumbuka mtoto wake. Hilo jambo la kumpoteza mtoto wake lilisababisha yeye kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, lakini anakiri wazi kwamba kilichomrudisha kwa Mwenyezi Mungu ni njia ya kufuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu pekee. Taratibu alianza kurudi katika hali yake ya kawaida na akawa amesahau kabisa maisha ya nyuma na maisha mapya yakaanza. Na miaka kadhaa baadaye, Rama alibahatika kupata mtoto mwingine na akaendelea maisha yake kwa utulivu na kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Usiku huo
huo Kiki akiwa nyumbani, baada ya kuwa ameguswa sana na maneno ya Rahma, akawa amefungua ile zawadi aliyopewa na Rahma. Baada ya kufungua, ndani yake akawa amekuta kuna Qur'ani pamoja na tasbihi. Akawa anasoma polepole. Binti akaamua kujirudisha kwa Mwenyezi Mungu, akaanza kufuatilia mihadhara ya ustazi. Wakati wote anapopata nafasi anafuatilia mihadhara hiyo. Kiki akajaribu kuboresha maisha yake tena, hususan uhusiano wake pamoja na Mwenyezi Mungu. Mabadiliko haya yalionekana wazi mbele ya watu wengine wote waliokuwa wanamzunguka. Siku kadhaa baadaye, watu wa benki tena wakamtembelea. Watu wa benki wanasema kwamba wataiuza hii nyumba kwa sababu hawajalipwa deni lao. Hili jambo likazua mabishano makali sana. Rahma anaka mdomo, akawa ameingilia hili jambo, kalivaa kama la kwake. Sasa wakati wanaendelea kubishana, mwenyekiti wa mtaa akawa amepita eneo hilo anakoa kama Konde Boy. Alipofika hapo akawauliza, nini kinachoendelea hapa? Sasa mwenyekiti alifika hapa na kijana mmoja anaitwa Dana. Huyo jamaa aliwahi kuwa ni rafiki yake Kiki wa muda mrefu sana huko nyuma. Baada ya kujua kinachoendelea hapa, Dana akaamua kununua hii nyumba kutoka kwa benki ili isiuzwe. Hivyo tatizo la binti kudaiwa pesa linakuwa limeisha kwa namna hiyo. Binti akawa ameshukuru sana kwa huyo moyo wa Dana. Sasa Dana alikuwa amekwisha kufanyikiwa na alikuwa anatafuta nyumba kwa ajili ya kununua itumike kama malezi ya watoto. Mshikaji aliendelea na mchakato wake na akawa amefanyikiwa kupata nyumba hiyo, na akawa amemsii Kiki aende eneo hilo kwenda kulitembelea, aende kuiangalia hiyo nyumba. Na pia Kiki kwa sababu hana kazi kwa sasa, akawa amepata kazi mpya eneo lile ili aendelee kusalia kubaki kwenye hii nyumba ambayo Dana ameinunua. Binti akawa amefurahi sana kushinda na watoto wengine, lakini sasa sio watoto wake hawa. Hili jambo likamfanya binti kumisi sana mtoto wake Bunga. Binti aliamua kumfuata mtoto wake kwa wazazi wa mme wake. Licha ya kumfuata binti yake, binti alikuwa bado ni mpweke sana, na hili jambo Kiki lilimfanya tena kuingiwa na huzuni. Hata wazazi wa mwanaume walimsii binti apate mme mwingine na wakamwombea baraka tele, wakiamini kwamba anaweza kupata mwanaume ambaye atakuwa sahihi kwake na kumlea mtoto wake vizuri. Sasa baada ya huu mchakato, binti Kiki akaamua kutafuta mwanaume ambaye atakuwa ni baba wa Buga, yaani akafanya mchakato kama BSS. Wagombea ni kujitoa hapa, ni kuanza kujinadi, na huu mchakato ulisimamiwa na Kiki mwenyewe pamoja na mama yake. Lakini huu mchakato haukutoboa kwa sababu watu waliokuwa wanakuja hapo ni mabarobaro tu, ni wanaume wa kupita, wala sio mwanaume wa kusema anakaa. Hili jambo lilikuwa limefeli. Siku moja Rahma akamwalika Kiki wahudhurie semina ambayo ilikuwa inaongozwa na ustazi ambao Rahma anamkubali kweli kweli. Wakawa wamefika kwenye hiyo semina na semina ikaenda poa sana, lakini mwishoni mwa semina Kiki alimuona mwanaume ambaye kwa mbali huyo mwanaume alimkumbusha sana marehemu mme wake, wanafanana kabisa na mme wake akiwa amenyoa ndevu. Siku iliyofuata Kiki akampeleka Buga kwenda kucheza katika bustani ya maua. Sasa akiwa huko akawaona kuna wanunuzi fulani hivi walienda kununua maua, wanamlalamikia muuzaji wa hilo eneo kwamba maua uwaridi walionunua yanaonekana kuwa amekauka. Kiki ikabidi kuingilia hilo jambo, akaenda kumsaidia muuzaji wa haya maua. Akawauliza wale walalamikaji, haya maua mliyaweka juani, si ndio? Akawambia kwamba haya maua ni mazuri sana, lakini hayatakiwi kabisa kuwekwa moja kwa moja kwenye jua. Wanunuzi wakawa wamegundua kwamba kumbe kosa ni lao. Sasa hili jambo muuzaji wa haya maua akawa amevutiwa sana na huyu binti, akawa amejitambulisha kwamba yeye anaitwa Tasi, ni mmiliki wa bustani hiyo. Huko amepata nafasi ya kuzungumza sana kuhusiana na stori za maisha. Tasi akamuuliza, tangu mme wako kuwa amefariki bado hujafanikiwa kupata mwanaume mwingine? Tasi sasa alikuwa na kijana wake anaitwa Bagas na anaishi naye nyumbani. Sasa akawa anapambania huyu binti akutane na kijana wake, pengine wanaweza akapendana na waanzishe maisha mengine. Tasi akawa anamsihi sana mwanamke huyu, anamwambia kwamba mtoto wangu atafurahi sana kukuona. Akawa amemwalika siku moja wakutane na kijana wake. Sasa mama baada ya kurudi nyumbani akamwonyesha mwanaye picha ya Kiki, anamwambia mtazame, ni mzuri sana. Sasa huyu mshikaji ndiyo yule ambaye Kiki alimuona kwenye semina, jamaa ambaye anafanana sana na marehemu mme wake kasoro ndevu. Sasa mshikaji hataki kuoa kwa sababu anaona akioa atakuwa mbali na mama yake. Hizi akili bana. Mshikaji anasema kwamba mimi siwezi kuoa, nikioa nitakosa muda wa kukaa na wewe vizuri. Mama akaendelea kupushi hili jambo ili Bagas akutane na yule Kiki, pengine anaweza kubadilisha haya mawazo. Mshikaji akawa amekubali, akawa amekatisha mpaka mkutano wake ili kwenda kukutana na Kiki. Lakini sasa alipofika mlangoni akutana na mwanaume mwingine ambaye akasema kwamba kuna dharura, kuna wateja karibu 20 ambao tayari wana visa na wanahitaji sana huduma kwa haraka. Mshikaji kabidi kukansel kwenda kukutana na Kiki. Hivyo mchongo wa kwenda kuonana na yule binti kwa siku hiyo uko
amekufa. Siku nyingine tena mama yake anapushi sana Kiki akutana na mtoto wake. Unamsubiri mshikaji aje. Mama muda wote ni kutazama kijana wake kama anakuja au haji. Mama anapambania kombe, kijana anatakiwa kuoa piskari kama hii. Sasa kijana kweli siku hiyo alikuwa anakuja kuonana na Kiki, lakini alipofika njiani akamwona mwanamke mmoja mjamzito ambaye maumivu ya uchungu yalikuwa yamemshika. Mshikaji akaamua kukansel tena ratiba ya kwenda kuonana na Kiki. Ikabidi amchukue huyu binti na kumpeleka hospitalini kwa sababu alikuwa na msaada yoyote, na akawa amempigia simu mama yake, akawa amemwambia jambo hilo. Mama yake Bagas akawa amemwaga Kiki na akawa ameondoka hapo kapaniki, hivyo akawa amesahau kitu chake cha muhimu sana mezani hapa. Sasa Kiki baada ya kuwa amekiona akaamua kukichukua ili kujaribu kumpelekea mama yake Bagas huko kwao. Sasa mama yake alivyokutana na Bagas akamchana sana, akamchamba sana kwa sababu akamchomesha mahindi. Yeye amekaa kule na mrembo anamsubiri kijana aje, na kijana akufika. Kijana akasema kwamba mimi sikufika sio kwa sababu nilipenda, ni kwa sababu nilipata dharura. Kuna mwanamke ambaye alihitaji msaada, niliamua kumpeleka hospitalini. Sasa wakiwa hapo wanaendelea kuzungumza, Kiki akawa amefika hapo kwa mara ya kwanza. Bagas akawa amemuona huyu msichana. Sasa huyu mshikaji anafanana sana na marehemu mume wake. Sasa hili jambo lilikuwa limemfanya binti awe mbali sana kihisia. Bagas akawa ameomba radhi kwa kuwachomesha mahindi. Bagas anaonekana kuwa ni mtu mtulivu sana. Siku iliyofuata Bagas pamoja na mama yake wakaamua kumtembelea Kiki ili kuendelea kujuana zaidi, wakafahamiana zaidi, na mshikaji akaendelea kuwa anaonyesha utulivu wa hali ya juu. Sasa kwa bahati nzuri zaidi, Bagas pamoja na binti wa Kiki aisee, damu ziliiva kinoma, yani wakawa wamefahamiana vizuri na damu zilikuwa zimeendana kweli kweli. Wazazi wao wakuwa napambana huu uhusiano uendelee zaidi, uzae matunda haraka, watu wanatakiwa kuoana hawa. Na kweli watoto kwa bahati nzuri wakawa wamependana kwa sababu ya wazazi wao pia. Sasa na kwa mwanamke ilikuwa ni rahisi sana kumkubali huyu mshikaji kwa sababu alikuwa anafanana sana na mume wake, hivyo yeye alikuwa tayari kuufungua moyo kwa huyu mshikaji. Sasa kwa bahati mbaya mama yake Bagas hali yake iliendelea kudhoofika. Kuhusiana na mpango wa Bagas kuoana na Kiki, mambo kila kitu yalikuwa sawa. Sasa kwa upande wa mama yake Bagas hali yake ikaendelea kuwa mbaya zaidi. Sasa siku hiyo ambapo watu wako bize sana na mambo ya harusi, kumbe mama yake Bagas alitakiwa kwenda kuonana na daktari na hakumwambia kijana wake ampeleke kwa daktari, hivyo akawa amezidiwa. Sasa hili jambo lilimfanya kijana aingiwa na huzuni kuona kwamba amekuwa makini sana na ndoa kuliko hali ya mama yake. Mshikaji akaamua kukanseli ndoa baina yake na Kiki. Aisee, hili jambo lilimuumiza sana Kiki. Yeye alikuwa tayari kuolewa na huyu mshikaji, na huyu mshikaji amekuja kukanseli tu from nowhere tu kakanseli ndoa. Sasa hii habari baada ya kumfikia mama yake Bagas, aisee alikuwa mbogo. Kwa nini ukanseli ndoa na Kiki? Mshikaji akasema kwamba nimefanya hivyo kwa sababu ndoa hii imenifanya mimi nikose umakini na hali yako. Muda huo mama yake kulingana na huo mshtuko akawa amezidiwa na akawa ameanguka chini na kupoteza fahamu. Bagas akawa amempeleka mama hospitalini, mama ajitambui. Kiki kwa awamu hii akawa anajaribu sana kukubali hali yake, akawa amekubali hatima ya maisha yake. Pengine Bagas sio riziki yake, lazima akubali mambo mengine yaendelee. Upande wa Bagas akaamua kumtembelea Ustadh Nasi, akawa amemsimulia wasiwasi wake kwamba anahofia kwamba akikubali kuoa kwa sasa atakuwa mbali na mama yake na hatapata muda mzuri wa kumkea mama yake. Anaamini kwamba akioa atakuwa bize na ndoa yake yeye na mke wake, hivyo atakosa umakini na wazazi. Ustadh akamwambia kwamba ndoa huja na baraka yake, unatakiwa kuacha mawazo mgando kuhusiana na ndoa. Akamsia akamwambia kwamba kijana, wewe una umri ambao tayari ni wa kuoa, unatakiwa kuoa, acha kabisa mawazo hasi kuhusiana na ndoa, kila ndoa ina matunda yake. Basi kijana akawa amepokea ushauri, akaendelea kumtembelea mama yake na akawa anamwombea mama yake, akawa ameomba msamaha sana kwa maamuzi yake ambayo yamemgharimu mama yake na kuingia katika hali kama hii. Kumbe muda huo binti Kiki alikuwa nje mlangoni anasikiliza. Siku moja mtoto Bunga akawa amemweleza mama yake jinsi ambavyo amemisi sana baba yake. Hili jambo lilikuwa linamuumiza sana huyu mwanamama Kiki. Kila akisikia hizi story kutoka kwa huyu binti anatamani kumwambia sio anazungumza, lakini hawezi kumwambia hivyo. Akawa amemsitu binti yake kwamba siku moja utaonana na baba yako panapo majaliwa. Sasa hii kauli nayo imekaa kama anyways, akiwa hapo mlangoni pokopo imebishwa hodi. Mtoto akaomba mama usiende, naenda kufungua mimi. Baada ya kufika huko alikuwa ni Bagas kafika hapo. Binti kamkazia Bagas bana. Bagas anajaribu kumuuliza kuna nini shida. Binti akamwambia kwamba nina shida, nahitaji unisaidie. Niambie, niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Binti akasema kwamba kesho shuleni tutacheza mchezo ambao utahitaji niwe na msaidizi wangu.
wangu. Bagas akasema sawa, mimi niko tayari, lakini binti akamwambia kwamba wewe kwenye huo mchezo utacheza kama baba yake Bunga na mimi nitacheza kama mtoto wako. Sasa wakati wanazungumza haya mambo, mama yake huyu mtoto kumbe alikuwa pembeni hapa anasikiliza. Hii inaonyesha wazi kwamba binti hahitaji kukaa maisha ya yeye na mama yake, anahitaji baba yake, na muda huu anahitajika kumfanya Bagas aende kuigiza kama baba yake kesho shuleni. Jamaa akawa amekubali, akasema sawa, nitafanya hivyo, ni jambo dogo sana liko mikononi mwangu hili. Kiki alipotoka hapo akaenda kujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, akamlilia sana kuhusiana na maisha yake, anahitaji yaende sawasawa na mapenzi yake. Siku iliyofuata Bagas akamweleza mama yake kwamba yuko tayari kumwoa Kiki na tayari wamekwisha kukubaliana yeye pamoja na Kiki ndoa itafungwa. Mama yake Bagas alipokea hiyo habari mpaka kwa machozi, yani ni furaha jinsi gani kumuona kijana wake amekubali kwa moyo wake kwenda kumwoa mwanamke ambaye huyu mama alitamani sana kijana wake amuoe yule binti. Kijana amaamua kukubali kulifanya hili jambo kwa moyo wake. Siku chache baadaye harusi yao ilikuwa imefanyika. Baada ya miezi kadhaa, ndoa ya Bagas pamoja na mwana mama Kiki ilikuja na baraka yake. Bagas aliamua kuinunua ile nyumba ambayo Kiki alikuwa anakaa kutoka katika mikono ya Dana. Wakati huo huo, binti ikawa imejulikana kwamba alikuwa na ujauzito, ilikuwa imefahamika kwamba ni mtoto wa kiume. Hili jambo lilipokelewa kwa upendo mkubwa sana na mtoto Banga, kwa sababu ndoto yake ilikuwa ni kupata mdogo wake wa kiume ambaye atakuwa anamlinda. Na filamu hii inaishia hapa. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Karibu Swahili Flix Empire, kwa na mimi msimuliaji wako OKRAN Okran.